ndugu yetu Comrade Daniel Chongolo, mkuu wetu wa mkoa wa Songwe, na wajumbe wote wa kamati ya siasa ya mkoa, wajumbe wote wa kamati za siasa za wilaya zote, Ileje, Mbozi, Momba na Songwe, na kamati za ulinzi na usalama. Lakini kwa wanachama wenzangu, asalamu alaykum. Ijumaa iliyo njema kabisa, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Tupo hapa kukulaki toka jana na leo tupo mkoa wa Songwe, hasa wilaya hii ya Mbozi. Mimi kama mwenyekiti wa wabunge wa mkoa huu wa Songwe, wenzangu wametangulia wamesema, tukuhakikishie mlitukabidhi ilani mwaka 2020 ili tuweze kuitekeleza na tuweze kuisimamia. Lakini watendaji wa serikali nimewaona hapa, wakuu wa idara mbalimbali wametekeleza kweli kweli katika mkoa wetu wa Songwe, wilaya zote. Na mimi kwa upande kule kwa Songwe, maana hili jina linachanganya, mkoa wa Songwe, wilaya ya Songwe. Unaposikia Songwe unasema labda ni Songwe kule kwa Muruga au ni Songwe mkoani, lakini wilaya ya Songwe. Mimi nimekuja na wajumbe wenzangu wa kamati ya siasa, naomba msimame, kutoka mbali sana. Na mwenyekiti wetu pale na wajumbe wa kamati ya siasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuja ukulaki na sisi ndio wilaya ambayo iko mwishoni kabisa, ni mbali sana Mheshimiwa Sila. Na nadhani katika ziara zako utafika Ileje, utafika hapa Mbozi, na utafika Tunduma, na utafika Mloo, lakini utafika Songwe. Kwa nini? Ndio maana tumefika hapa. Lakini kule mambo tumetekeleza vizuri. Serikali ya Mama Samia Suluhu chini ya watendaji wetu wametekeleza vizuri sana. Lakini chini ya dada yetu jemedari Das Seneda Happiness, hongera sana. Lakini si hawa tu. Fedha zote mlizokuwa mnatuletea kwenye majimbo yetu Mheshimiwa Sila, bila uongozi thabiti wa kata, wa wilaya na wa mkoa, fedha hizi zingeweza kutumika vibaya. Nipende kuchukua fursa hii kumpongeza sana mkuu wetu wa mkoa wa Songwe, ndugu yetu Daniel Chongolo. Amesimamia fedha hizi kwa ukali, makini sana. Na ndio maana unaona Songwe inang'ara kwa sababu ya usimamizi mzuri. Lakini vile vile umetupa wakuu wa wilaya wazuri sana. Mimi wanasema Chongolo ni Pakome na wakuu wa wilaya ni akina Chama. Haleluya. Yanga oye. Maana lazima tuseme. Sasa Mheshimiwa Sila, kama kuna timu inafanya vizuri, kwa nini tusisifie? Kwa Chongolo ni Pakome na wakuu wa wilaya ni Chama. Au asisikii yuko kule kwangu kule. Mheshimiwa Mwenyekiti, wenzangu wamezungumzia juu ya miradi iliyoko kwenye wilaya zetu. Amezungumza Mheshimiwa dada yangu Shonza, kwa sababu hata wiki iliyopita alikuwa jimboni kwangu anafanya ziara. Hongera sana Mheshimiwa Shonza. Na umeenda kuona changamoto ya barabara yetu ya lami kutoka Mbalizi kwenda Mkwajuni. Barabara hiyo imeshapitishwa kwenye vikao vyote na bunge limeshapitisha. Sasa bado kuachia fedha tu. Na tayari nimeshaongea na waziri wa fedha kwenye bunge la bajeti linalokuja Mheshimiwa Sila, barabara yetu itapewa fedha kwa ajili ya matengenezo kutoka Mbalizi, Mkwajuni, Patamela mpaka Makongorosi. Lakini vile vile na kutoka Mloo mpaka Kamsamba. Watu wa Kamsamba oye. Kwa mambo ni mazuri sana. Wakati wanazungumza waheshimiwa wabunge walionyesha umuhimu wa barabara ya Mloo kwenda Kamsamba. Na barabara hii ni kuhakikishie Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tayari ilishatolewa kibali na Mheshimiwa Rais, sambamba na barabara inayotoka Mbalizi kwenda Mkwajuni kule kwa Mheshimiwa Mlugo, wilaya ya Songwe. Na baada ya kutolewa kibali, barabara ilishatangazwa na sasa hivi wenzetu wa TANROADS wako kwenye hatua za mwisho za kumpata mkandarasi ili waje kuzijenga barabara hizi. Kubwa ambalo linaonyesha mapenzi makubwa ya Mheshimiwa Rais kwa Wanasongwe ni kwamba baada ya kutangazwa barabara hii, maelekezo yake binafsi yalikuwa ni kwamba tusiijenge kwa loti moja au kwa mkandarasi mmoja kuanza upande mmoja. Ijengwe na wakandarasi wawili kwenye kila upande. Kama ile ya kutoka Mbalizi kwenda kule Mkwajuni, kuna mkandarasi ataanza Mkwajuni na mkandarasi ataanzia Mbalizi, ili wote wanapoendelea kujenga wakutane kwa haraka na wananchi mambo yao yawanyokee. Nani kama Rais Samia? Lakini na hiyo tunaizungumzia ya Mloo kwenda Kamsamba, kwenda Ziwa Rukwa kule chini, kwenda kutokezea Sumbawanga. Kwa upande wa kwetu mkoa wa Songwe pia nayo iliagizwa na kutolewa maelekezo ijengwe kwa loti mbili.
loti itaanzia Kamsamba na loti ya pili ianzie Mlowo ili wakutane katikati. Lengo ni kufanya barabara hizo kujengwa kwa haraka na kufikia wananchi kuwa na uhakika wa usafiri kutoka na kwenda Kamsamba bila usumbufu.